Asante. Baraza la mawaziri wa Israel wanatarajiwa kukutana baada ya kuafikiwa kwa awamu ya kwanza ya kupata amani ukanda wa Gaza, ambapo mateka wa Israel ambao bado wanazuiliwa na Hamas wataachiliwa huru. Mawaziri hao wanatarajiwa kuidhinisha kile wanachokiita mpango wa kuachiliwa kwa mateka na wao kuachilia takriban Wapalestina 2,000. Katika awamu ya kwanza ya makubaliano ya amani yaliyoafikiwa nchini Misri, wanajeshi wa Israel wanatarajiwa kuondoka katika maeneo tofauti ya Gaza. Takriban mateka 20 wa Israel wanaozuiliwa na Hamas wanatarajiwa kurejea nyumbani siku ya Jumatatu. Zaidi na Omar Mkambara. Israeli na Hamas wamefikia makubaliano ya kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza kwa lengo la kuachilia mateka walio hai. Hatua hii ni kumaliza vita ambayo imesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuleta janga kubwa la kibinadamu. Makubaliano haya yanafuatia mpango wa amani wa vifungu 20 kwa ajili ya Gaza uliozinduliwa mwezi uliopita na Rais wa Marekani Donald Trump. Kwa mujibu wa makubaliano haya, kutakuwa na ongezeko kubwa la misaada ya kibinadamu kuruhusiwa kuingia Gaza, na hii ni baada ya miaka miwili ya vita anza kufuatia shambulio la Hamas dhidi ya Israel Oktoba 2023. Jeshi la Israel limesema linajiandaa kuondoa wanajeshi wake kutoka Gaza kama sehemu ya kutekeleza mpango huo, huku Rais Trump akisema anaamini mateka wote watakuwa wameachiliwa kufikia siku ya Jumatatu. Tangazo hili limezua furaha kubwa katika mji wa Gaza, ambapo sehemu kubwa imeharibiwa vibaya na mabomu, na katika mji wa Khan Yunus ulioko kusini mwa Gaza, vijana walionekana wakiimba, wakicheza na kupiga makofi kwa furaha. Makubaliano haya yanajadiliwa kupitia majadiliano yasiyo ya moja kwa moja yanayoendelea kwa siri katika kituo cha mikutano cha El Shamsheki katika mji wa kitalii nchini Misri ulioko karibuni na Bahari Nyekundu. Tofauti na mikutano ya awali, kulikuwa na shamra nyingi, lakini safari mazungumzo yanafanyika kwa utulivu, ishara kwamba masuala ya msingi wa mgogoro kati ya Palestina na Israel yanashughulikiwa ipasavyo. Nchi ya Qatar imesema makubaliano hayo ni awamu ya kwanza ya kusitisha mapigano ya Gaza ambayo itapelekea kumaliza vita na kuachiliwa kwa mateka wa Israel na wafungwa wa Palestina na kuruhusu misaada kuweza kuingia Gaza. Chanzo cha ndani cha Hamas kimeongeza kuwa mateka wa Israel wataachiwa na kubadilishana wafungwa 250 waliofungwa kifungo cha maisha pamoja na wengine 1700 waliokamatwa na Israel tangu kuanza kwa vita hivyo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema atarejesha mateka wote kwa msaada wa Mungu, huku chanzo rasmi kikiongeza kuwa baraza la mawaziri la Israel linatarajiwa kukutana leo hii ili kuidhinisha makubaliano hayo. Rais wa Marekani Donald Trump alisema mkataba huo uko karibu zaidi kuweza kukamilika, na pia amewashukuru wote walioshiriki katika majadiliano hayo. Ulimwengu mzima umeungana. Kwa kusema kweli, nchi nyingi ambazo usingewahi hata kufikiria zimeungana pamoja, na hilo ni jambo ambalo bila ushirikiano huo lisingewezekana. Ni jambo kubwa kwa Israeli, ni jambo kubwa kwa Waislamu, kwa nchi za Kiarabu, na pia ni jambo kubwa kwa nchi hii. Shinikizo la kimataifa kumaliza vita limeongezeka, huku Umoja wa Mataifa ukitangaza janga la njaa kwenye eneo la Gaza, na familia za mateka wa Israeli wakiendelea kuomba wapendo wao waweze kurejeshwa nyumbani. Omar Mkambara, Dira ya Dunia, BBC. Na msikilizaji, huku baraza hilo la mawaziri la Israeli likikutana kujadili makubaliano hayo ya kusitisha vita, hii si mara ya kwanza lakini kwa makubaliano kama haya yanayotarajiwa kutekelezwa kwa awamu kufikiwa. Hata hivyo, Rais wa Marekani Donald Trump anasema yuko na imani kuwa amani ya kudumu itaafikiwa. Awali nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kimataifa Ibrahim Rahbi kufahamu kwa kiasi gani yatatekelezeka. Makubaliano yaliyokuja huenda yakawa si yale waliyataka watu, lakini yana nafuu kubwa ukilinganisha na hali ya Gaza inayoendelea na madhila ambayo watu wamekuwa wakiyapata. Huenda Wapalestina wakapata kidogo katika makubaliano, lakini angalau yanaweza yakatoa nafuu na tumaini jipya huko mbeleni. Mnaweza kusema kuwa tunajipanga upya, tutakuja kivingine. Lakini licha ya kuwa makubaliano haya yanatoa nafasi kubwa kwa Israeli na naipa Israeli zaidi, lakini bado wasiwasi mkubwa zaidi uko upande huo wa Israeli kuhusu utekelezaji
wa hayo makubaliano ambayo wao yanawapa zaidi. Kwa nini unasema hivyo kwamba mashaka yako kwa upande wa Israel kama wataweza kutekeleza? Mashaka yanageuka kwa Israel kwa sababu haya makubaliano yanaipa nafasi kama Israel. Ukiangalia zaidi ya 80% ya vipengele vyote vimekuwa upande wa Israel, vikiipa kila kitu. Hayaipi Palestina au Hamas kwa kiwango kikubwa, lakini haya makubaliano ni mwiba pia kwa serikali ya mrengo wa kulia ya Netanyahu, kwa sababu makubaliano haya yanaonyesha kuilazimisha sasa serikali ya Israel kwenda kufikia makubaliano na kumaliza vita moja kwa moja, kitu ambacho kinaiweka kwenye njia panda serikali hii ya mrengo wa kulia ambayo imejinasibisha kuwa ni serikali ambayo inataka kuendelea na vita, kuchukua Gaza, inataka kuingangamiza Hamasi, na inataka mengi zaidi ambayo raia wengi wa Israel wamekuwa wakihisi kuwa ndio yanaoumiza mateka wao, na wala bila kujali mateka. Sasa huenda serikali ya mrengo wa kulia ikapata kupumua ndani ya nchi baada ya mateka kurejea, kwa sababu haitopata shinikizo jingine kutoka kwa ndani ya nchi kuwa mmalize vita kwa sababu ya mateka wetu kama wamejipatia mateka, lakini wanaweza wakaendelea na vita kwa sababu wameamua kuendelea na vita. Na huenda sasa Marekani tena isitake kuunga moja kwa moja mkono, au Marekani kwa sababu imeyapeleka haya na yenyewe ndio iliyasimamisha haya mazungumzo, kuwa huenda ikashikilia hapa. Baraza la mawaziri la Israel linakutana baadaye leo kujadili hayo yaliofikiwa, na wataidhinisha rasmi makubaliano hayo ya kwamba kutasitishwa vita na mengineyo. Lakini pia kwa upande wa Hamas, licha kwamba wamethibitisha kwamba kuna makubaliano, lakini kuna wale ambao wanasema kwamba bado hawajapokea orodha kamili ya wafungwa ambao wataachiliwa na Israel. Hapa palipofika, unahisi pengine huenda yakasambaratika hata kabla hajaanza kutekelezwa? Kwa sasa sio rahisi. Utekelezaji wa hii awamu upo kwa kiwango kikubwa, kwa sababu mara nyingi tumeona makubaliano ya Israeli na Palestina yamekuwa ni utashi wa serikali ya Marekani, na mara hii tunaona Donald Trump amesukuma sawa, na hata yeye akianza kufikiria safari ya kwenda Mashariki ya Kati, hasa Israeli, Jumapili anasema katika kuwapokea mateka wataoachiliwa. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa kuna shinikizo la nguvu kutoka kwa Marekani, hasa ukizingatia kuwa kuna tuzo za amani za Nobel ambazo pia Trump amekuwa akiziota. Lakini pia wanayo sababu nyingine ya vita kuwa wanaweza wakabaki kushikilia baadhi ya vifungu, kuwa katika kuna vifungu ambavyo vinaelezea kuwa Hamas watasalimisha silaha zao, lakini watafunika vifungu ambavyo kuwa IDF vinatakiwa iondoke Gaza. Hiyo wanaweza wakazuia. Sasa hapa ndio kunaweza kukazuka mzozo wa pili. Marekani wanaweza wasitumie nguvu yao kuwazuia Israel, kwa sababu tumeona vile kwa upande wa Hezbollah na kule Lebanoni, kwa sababu Marekani ndio alikuwa dhamana wa yale makubaliano, lakini tumeona ukiukwaji wa makubaliano mkubwa zaidi. Lakini pia hata makubaliano ya awali hapa Januari 19 kati ya Israel na Hamas yalikuwa kwenye dhamana ile ya Marekani, ambapo pia hata Marekani hakuendelea tena kuishinikiza Israel kuheshimu yale makubaliano ambayo yeye aliyasimamia. Kwa hiyo Israel wanafahamu kuwa sauti ya Marekani inakwenda wapi mpaka wapi, na nguvu ya Marekani iko wapi mpaka wapi. Kwa hiyo wanaweza wakarejea kwenye vita na Marekani ikatazama kwa vyovyote vile ikaona kuwa ina sababu ya kuacha wafanye hivyo, kwa sababu huenda Hamas wamegoma kusalimisha silaha, na mara hiyo Hamas hawatakuwa tena na dhamana yoyote au kinga yoyote, kwa sababu tayari watakuwa wameachia mateka wote ambao hivi sasa unaweza kusema ndio dhamana pekee walionayo. Wapalestina wamepokea vyema makubaliano hayo, kwani angalau watapumua, lakini wanahofu na mashaka ya jinsi ya kupona majeraha ya vita, na iwapo vidonda hivyo vitatoneshwa tena muda wowote. Haya mashaka yao yanaweza kutulizwaje? Mashaka yanaweza ikatulizwa na uaminifu wa waliosimamia haya makubaliano, si tu kuwa kwa Marekani aliyesimamia au aliyoyaleta hivi vifungu Donald Trump, lakini pia kuna ulimwengu unaofahamika kama ulimwengu wa Kiarabu na ulimwengu wa nchi zenye idadi ya Waislamu, ambazo kwa kiwango kikubwa ndio walianza kutoa taarifa za awali kuhusu haya makubaliano, na mara hii ndio wameusimama kuhakikisha kuwa hili linakwenda. Tumeona kuwa mara hii si tu Qatar na Misri ambao wamekuwa wakisimamia haya mazungumzo, lakini tumeona hata Uturuki alijiunga na haya makubaliano, lakini hata waziri mkuu wa Qatar ilibidi aende Misri kwa ajili ya kushinikiza hilo. Lakini tunaona kuwa hata Donald Trump kabla ya kutangaza makubaliano kufikiwa alikuwa amesema kuwa anataka kwenda Mashariki ya Kati na yeye kuongeza nguvu kushinikiza haya yaendelee. Kwa hiyo Wapalestina wanalitwisha jukumu hii jumuiya ambayo imeshughulika katika kusimamia haya na kuhakikisha yanafikiwa. Kama wamehakikisha yamefikiwa, wanatakiwa wahakikishe kuyasimamia yanatekelezwa.